Tunaendelea na safari yetu muhimu ya madhabahu. Kuja katika madhabahu, kumwendea Mungu katika madhabahu yake. Siku ya jana nimesema ya kwamba madhabahu ilikuwa ni eneo muhimu sana kwa Waisraeli kuonyesha ni Mungu yupi wanamwabudu. Leo hatutoi kafara ya ng'ombe, kondoo, mbuzi, ila tuna damu ya Yesu Kristo ambayo inatosha. Muendee kwa imani. Katika kumwendea kwa imani zipo hatua muhimu 5 ambazo unatakiwa uzijue kabla ya kuingia kwenye maombi yetu ya mwisho. Hatua ya kwanza ni maandalizi ya moyo. Huwezi kumwendea Mungu katika madhabahu yake bila maandalizi ya moyo. Kabla ya kumkaribia Mungu, tunahitaji kutenga muda na nafasi na kuandaa mioyo yetu. Hii inamaanisha kuachana na pilika za kila siku za dunia, kutuliza akili zetu na kuelekeza moyo wetu kwake. Ikiwa una nia ya dhati ya kurejea katika madhabahu, tenga muda. Hatua ya kwanza ni muhimu sana. Zaburi 24 fungu la 3 mpaka la 4 anasema, ni nani atakayepanda kilima cha Bwana? Inategemea tafsiri gani unaitumia. Au ni nani atasimama mahali pake patakatifu? Ni mwenye mikono safi na moyo safi, ambaye hakuinua nafsi yake kwa ubatili wala hakuapa kwa hila. Maandalizi ya moyo ni muhimu sana. Namba 2, hatua ya pili muhimu ni kujitakasa na kuungama. Sikiliza vizuri hii. Mungu ni mtakatifu sana, hatuwezi kuepuka hili, na dhambi hututenganisha naye. Ili kumkaribia madhabahuni, tunahitaji kukiri mapungufu yetu. Ninaikazia sana kukiri mapungufu yetu, na tunahitaji kukubali makosa yetu na kuomba utakaso wake. Haleluya! Na yuko tayari kututakasa. Rafiki yangu, chunguza maisha yako kwa mwanga au mtazamo wa neno la Mungu. Yohana wa kwanza 1:9, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hatujitakasi kwa nguvu zetu, tunajitakasa kwa neema ya Kristo. Ni katika neema na kuamini kafara ya Kristo pekee unaweza kutakaswa. Namba 3, kukaribia kwa imani katika Kristo. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Usije ukasubiria kuisikia sauti ya Mungu ikikwambia karibu kwenye madhabahu. Amini ya kwamba anakusikia na anakukaribisha kwenye madhabahu yake. Waebrania 4 fungu la 16, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, sio kwa woga, kwa ujasiri, ili tupate rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Una mahitaji gani? Kuna rehema kwa ajili ya mahitaji yako. Shetani asitumie udhaifu wako kukublock, kukuzuia usione rehema. Ni kweli una dhambi, sikatai. Ni kweli una mapungufu, lakini kuna damu ya Yesu Kristo. Usije ukasahau Waebrania inavyosema vizuri kabisa 4:16, ikariri kwenye akili yako, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Kiti chenyewe kinaitwa neema. Neema ni upendeleo. Haleluya! Ni kupewa usichostahili. Kile kiti kinaitwa kiti cha neema. Hakijabadilika jina. Kuna siku kitabadilika, kitaitwa kiti cha hukumu, lakini kwa sasa ni cha neema. Ukikaribia ukiamini neema, unapata rehema. Rehema ni nini? Ni huruma. Anayehurumiwa sio mtu mwenye uwezo, ni mtu asiye na uwezo, na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Hajasema wakati wa magonjwa, hajasema ushindi wa dhambi, amesema wakati wa mahitaji. Hajafunga kwenye hitaji moja, ni mengi. Ni kipi ambacho ni mzigo kwako? Ipo neema katika jambo hilo. Ni kipi ambacho kimekupa msongo? Ipo neema. Namba 4, kutoa sifa na ibada ya shukrani. Katika yote, jana nimewaambieni, kumwabudu Mungu ni kumpa stahili yake. Haijalishi unajisikia au hujisikii. Hatuendeshwi na hisia, tunaendeshwa na ukweli. Ukweli ni kwamba yeye ni Mungu wetu. Ukweli ni kwamba yeye ni Baba. Ukweli ni kwamba ametuumba, anastahili kuabudiwa. Haleluya! Hii ni sifa ya kwake.
Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Tunapofika madhabahuni, kwanza tunamtukuza Mungu, tunamwabudu kwa jinsi alivyo, ukuu wake, upendo wake na utakatifu wake. Hatua ya 5 ndiyo kuwasiliana naye. Wengi tumekimbilia kwenye kuwasiliana kabla ya utakaso. Tumekimbilia kwenye kuwasiliana kabla ya imani. Tumekimbilia kwenye kuwasiliana kabla ya kuamini neema yake. Ukishapitia haya yote, wasiliana naye. Na mawasiliano, unaongea, unamsikiliza. Unaongea, unamsikiliza. Maombi yako yasiwe ni maombi ya kutuma taarifa tu mahitaji. Wakati mwingine tulia pale ulipo, sikiliza wimbo mtulivu, tulia pale ulipo, msikilize Mungu. Atasema na wewe kwa lugha ya kwako ambayo utaielewa. Ukiamini ya kwamba Mungu aweza kusema na wewe, atasema na wewe. Wakati mwingine utaisikia sauti yake ikikwambia, mwanangu, ninajua shida zako, niko tayari kuzibeba. Wakati mwingine utamsikia akisema, sitakutoa sasa katika changamoto yako. Sio kwamba sikusikii, ila nitakupa misuli ya kustahimili. Huyo ndiye Baba tuliye naye.